Naam, karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Rais wa Tanzania Mama Samia Suluhu sasa hivi yupo tabani kwa sababu baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025 ambao ulifanyika mwishoni mwa mwezi uliopita, wananchi hawakufurahishwa na huo uchaguzi, na ni kwenye huo uchaguzi ambapo kulishuhudiwa ghasia na maandamano ambayo yalikuwa yanapinga uchaguzi wa mwaka 2025 na pia kupinga kuchaguliwa kwa Mama Samia Suluhu. Na ni kwa sababu uchaguzi wa mwaka 2025 tazamaji kule nchini Tanzania haukuwa wa kidemokrasia, haukuwa wa haki. Wanataka katiba iweze kubadilishwa ili waweze kupata demokrasia na vyama vingi viweze kugombania kiti cha urais. Ushindi wa Mama Samia Suluhu watazamaji wangu ni ushindi ambao haukuwa na wapinzani, kwa sababu wale wengine ambao walikuwa wanagombania kile kiti cha urais kama vile Tundu Lissu bado walikuwa kizuizini, na mpaka siku ya leo wapo kizuizini, hawakupata nafasi ya kushiriki kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025. Watu wengi walijitokeza kwenye maandamano hiyo siku, wakavuruga shughuli za uchaguzi. Hata kuna vituo havikuendesha shughuli ya uchaguzi wa mwaka wa 2025 kwa sababu wananchi walikuwa wamejawa na hasira na hawakupewa nafasi ya kuchagua viongozi ambao wanawataka wao wenyewe, bali sio viongozi wa kulazimishwa kama vile Mama Suluhu alivyotaka kuchaguliwa yeye peke yake baada ya kujiweka kama mgombea peke yake wa kiti cha urais cha mwaka wa 2025. Sasa watazamaji wangu, baada ya maandamano ya mkondo wa kwanza yaliyotokea kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025, Watanzania wameanza kupanga maandamano mengine makubwa siku ya kusherekea uhuru kule nchini Tanzania tarehe 9 mwezi wa 12. Kuna maandamano mengine makubwa ambayo yatakuwa yanafanyika, na haya maandamano ambayo yanafanyika sasa hivi watazamaji wangu ni maandamano tofauti sana na yale maandamano ambayo yalifanyika mwezi wa 10. Haya maandamano ambayo yanapangwa sasa hivi watazamaji wangu ni maandamano ya amani, maandamano yasiyo na fujo, maandamano ambayo hakuna kuchoma mali za watu, kinyume na maandamano ya ghasia na fujo ambayo yalishuhudiwa pale mwezi wa 10 tarehe 29 wakati nchi ya Tanzania ilikuwa inaingia kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2025. Kwa kweli watazamaji wangu, wa Tanzania wengi walipoteza maisha yao kwenye huo mkondo wa kwanza wa maandamano kule nchini Tanzania, lakini licha na mauaji ambayo yalitokea, wa Tanzania hawachoki kuendelea kupigania haki, kupigania demokrasia na kutaka katiba mpya, na hasa wanataka Mama Samia Suluhu aweze kuondoka uongozini kwa sababu ushindi wake haukuwa wa haki na usawa. Aliwazuia wapinzani wake wasishiriki kwenye uchaguzi ama kwenye kinyang'anyiro cha urais cha mwaka wa 2025. Sasa hivi watazamaji wangu, kule nchini Tanzania mambo hayajaweza kutulia kwa sababu bado watu wanazidi kuonyeshana vile ambao waliuawa kikatili. Kuna video na picha ambazo zinazidi kujitokeza zikionyeshana vile ambavyo maofisa wa polisi kutoka kule nchini Tanzania walitumia nguvu zaidi kukabiliana na waandamanaji wa amani. Wengi waliuawa, na sasa hivi kuna familia ambazo zinazidi kuomboleza, zinazidi kuwapumzisha wapendo wao baada ya kuangamizwa kwenye maandamano na fujo na ghasia ambazo ziliweza kutokea baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Sasa Mama Samia Suluhu watazamaji wangu ndio yuko na kibarua kigumu ili kuhakikisha kwamba anasikiza matakwa ya wananchi. Na unajua sasa hivi njia pekee ambayo inaonekana inaweza kumuokoa ni kubadilisha tu katiba na kukubali huu uchaguzi uweze kurudiwa kwa njia ambayo ni ya kidemokrasia. Wale wapinzani wake wapewe fursa pia waweze kushiriki kwenye huu uchaguzi wa mwaka wa 2025, lakini bila kufanya hivyo unaona upinzani unazidi kushuhudiwa dhidi yake kule nchini Tanzania. Kuna maandamano makubwa ambayo yanatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 9 mwezi ujao. Sio maandamano ya siku moja, ni maandamano ya kuanzia hiyo tarehe 9 kuendelea mbele, kumshinikiza Mama Samia Suluhu aweze kujiuzulu ama aweze kujiondoa uongozini, kwa vile ambavyo uchaguzi wa mwaka wa 2025 au kufanyika kwa njia ambayo ilikuwa ni haki na demokrasia. Watazamaji wangu, nataka niwapatie fursa muweze kusikiza ujumbe kutoka kwa huyu kiongozi mmoja wa viongozi wa Chadema akizungumzia kuhusiana na maandamano makubwa ambayo yanapangwa kule nchini Tanzania tarehe 9 mwezi wa 12 mwezi ujao, ili kuendelea kudai haki, kutaka katiba mpya na pia kutaka demokrasia kule nchini Tanzania. Watazamaji wangu, kabla sijawekea hii video, na waomba mjiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo mkuu kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia muweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended
kwa watazamaji wengi zaidi. Kutakuwa na maandamano ambayo hayajawahi kutokea katika bara la Afrika. Maandamano yatakayotokea tarehe 9, sijui wewe utakimbilia wapi. Hakutakuwa na mswalie mtume. Maandamano hayo yatakuwa ni maandamano yaliyojaa utulivu, maandamano ambayo hayana fujo, wala hakutachomwa vitu vya watu kama ilivyotokea ile mara ya kwanza. Ile mara ya kwanza watu walijaa hasira sana. Sasa wanaelewa kitu kinachotakiwa. Lengo la maandamano ni kumuondoa Samia Suluhu Hassan madarakani, na maandamano haya yatakuwa ni maandamano ya mwendelezo mpaka utakapoondoka madarakani. Usitegemee kuona fujo, usitegemee kuona watu wanachoma vitu, na polisi wasionekane barabarani. Tunachotaka wanajeshi ndio wawe barabarani wakiwa pamoja wanaandamana na waandamanaji. Wasionekane polisi barabarani. Hili tunalirudia, tunalisisitiza, na ndivyo itakavyokuwa. Mama Samia, umefika wakati wa kuachia ngazi. Hiyo ndio taarifa rasmi. Watanzania wametoa kauli yao, na kauli hiyo haitarudi nyuma tena. Watanzania wamechoka. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kusikiza, huo ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kule nchini Tanzania, kutoka kwa viongozi wa upinzani ambao ndio wanaendelea kupanga, wao ndio wanaendelea kuwahimiza wananchi wajitokeze kwenye maandamano ya tarehe 9. Na kama vile ambavyo nimeanza na kuelezea mtazamaji wangu, haya ni maandamano ambayo yatakuwa ni tofauti kabisa na yale maandamano ambayo yalishuhudiwa hapo awali mwezi wa 10, maandamano ambayo yalikuwa na fujo, ghasia, wizi na uharibifu wa mali. Sasa haya maandamano ya mkondo wa pili kule nchini Tanzania mwezi ujao ni maandamano ambayo yatapangwa kwa njia ambayo ni ya amani. Hakuna fujo, hakuna ghasia, hakuna kuharibu mali za mtu, hakuna kuchoma mali za mtu. Ni wananchi waingie kwenye barabara, waandamane kwa njia ambayo ni ya amani, na viongozi wa upinzani wanaliomba jeshi la wananchi aliweze kushiriki kwenye hayo maandamano ili kuhakikisha kwamba wako pamoja na wananchi, ili wasije wakakumbana na changamoto zozote katika haya maandamano ya amani ambayo wanayapanga kuyafanya, kwa sababu huenda tena nguvu zaidi ikatumika na serikali ya Tanzania kukabiliana na waandamanaji wa amani, kwa sababu inaonekana ili vuguvugu la vijana wa Gen Z ama haya maandamano ambayo yanaendelea kupangwa dhidi ya Mama Samia Suluhu hayamfurahishi kabisa Mama Samia Suluhu. Ndio maana unaona sasa hivi wengi waliuawa wakati walijaribu kutetea haki zao, wakati walijitokeza kwenye maandamano ya amani. Na acha kustajabisha watazamaji wangu, kulingana na habari ambazo tumekuwa tukizipata ni kwamba wengine hata walikuwa wanafuatwa mpaka manyumbani kwao. Wewe ulikuwa kwenye maandamano, unafuatwa, unaenda unaangamizwa. So ilikuwa ni jambo la kustajabisha sana, na bado mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC inaendelea kuombwa ili iweze kufika pale nchini Tanzania kufanya upelelezi wao binafsi kuhusiana na mauaji ambayo yalitokea kule nchini Tanzania kwenye ghasia na fujo za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2025. Ni hayo tu kwa sasa watazamaji wangu, lakini msiende mbali, niko na mengi ambayo nitakuwa nazidi kuwafahamisha kutoka kule nje jirani ya Tanzania kuhusiana na haya maandamano ambayo yanaendelea kupangwa dhidi ya Mama Samia Suluhu, na pia vile ambavyo viongozi wa upinzani wanaendelea kujiandaa kutaka kubadilisha katiba na kupata demokrasia. Kabla sijaanza mtazamaji wangu, nakukumbusha ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo ukua kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, share na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.